Juzi kati tulishuhudia ama tulisikia kuhusiana na ripoti ya Jaji Chande kuhusiana na kile ambacho kilijitokeza Oktoba 29 mwaka 2025 kwenye ule uchaguzi mkuu. Pengine kwa ripoti yake uliridhia na kama ukuiridhia ni kwa nini? Mimi nisimame kama chama, na mimi nikiwa ni mwanachama na ni kiongozi kwenye chama. Mimi binafsi, kabla haijaandaliwa ile tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29, sisi kama chama, viongozi wetu wa juu taifa walipaza sauti kukataa ile tume ambayo ilikuwa imeteuliwa na Mheshimiwa Rais ya kuchunguza hayo yanaweza kutokea. Kwa hiyo tulijua kabisa, ndio maana tukakataa kwamba hao walioteuliwa kwa ajili ya hii kuchunguza haya yaliyotokea Oktoba 29 kwamba hayatokuwa yana afya, kwamba hayatokuwa na ukweli, kwa sababu wale walioteuliwa ndio watu ambao tulikuwa tuna mashaka nao katika uteuzi ule. Sasa ripoti imetoka ya Jaji Chande. Kwa hiyo mimi binafsi nilijiandaa kabisa kuikataa, sababu nilijua kabisa itakuwa haina afya, itakuwa haina ukweli. Na nisiseme mimi nasema sababu nimevaa uongozi. Lakini hata wanachama wa chama cha ACT Wazalendo na imani na wenyewe kwamba kwa kile ambacho walichokiona na kile ambacho walichokitolea tahadhari kabla ya tume hii kuanza kufanya kazi, ndio hichi ambacho kimekuja kuonekana. Kwa hiyo sio mimi tu, sisi chama cha ACT Wazalendo hatuna imani na ile ripoti ya Jaji Chande ambayo alikwenda kukabidhiwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu mengi ambayo yaliotolewa mule, mengi yameachwa, hayajasemwa. Sawa. Nilikuwa nikifuatilia mara kadhaa kuhusiana na hiyo taarifa. Kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine vya upinzani, wao wanazungumza kwamba walikuwa wanatamani kwamba hiyo tume iundwe na viongozi kutoka nje ya nchi ama nje ya Tanzania. Pengine na wewe unaamini kwamba iwapo tume ikiundwa ikijumuisha viongozi kutoka nje wale wa uchunguzi, unaamini majibu yao yanaweza yakakuridhisha kwa asilimia ngapi? Unajua, hii tume ni kitu ambacho ni wanakusanya maoni yale yaliyotokea. Kwa hiyo wale ambao chama kama ulivyoweza kusema kwamba kilikuwa kinatamani watu kutoka nje ndio kuja kuchunguza jambo hili, mimi na imani kabisa yawezekana na wao binadamu kuna mambo kidogo wangeyatupilia mbali, lakini naamini mengi ambayo yaliweza kutokea ndio hayo ambayo yangeweza kukabidhiwa Rais siku ile ambayo ya kukabidhiwa ripoti ile. Kwa hiyo sisi kama chama hatukurupuki kusema kwamba ripoti ya Jaji Chande imeleta vitu ambavyo sivyo, kwa sababu kuna mambo ambayo tuliyasikia kabla ya ripoti ya Jaji Chande na hayajazungumzwa kwenye ile ripoti aliyokabidhiwa Mheshimiwa Rais. Na wewe mwenyewe unajua, kwenye mitandao tumeona kuna mtu alipigwa risasi akaenda akatupwa chumba cha kuhifadhi maiti akiwa yuko mzima, lakini kwenye ripoti ya Jaji Chande hatujalisikia likizungumzwa. Mambo ni mengi. Kwa hiyo tunaamini kabisa wangekuja watu kutoka nje kuja kuchunguza jambo hili, hata kama kuna baadhi ya vitu tungevikosa, lakini ukweli ungekuwa ni mkubwa. Okay. Bara sawa. Nimekuwa pia nikifuatilia juzi kati, kulikuwa na kikao ambacho kiliongozwa na mwenyekiti taifa wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud. Moja ya kauli yake ambayo alizungumza ama nilinukuu, alizungumza mpaka sasa yeye atambui matokeo ya urais kutokana na kile ambacho kilifanyika kwenye uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Pengine bado na wewe upo kwenye msimamo wa mwenyekiti wa chama taifa. Anapozungumza mwenyekiti wa chama taifa ndugu Masoud Othman, kwanza ni jambo ambalo tayari wamekaa kikao, aidha kamati ya uongozi ama kamati kuu, na wametoka na kauli hiyo. Sasa kama viongozi kutoka taifa, hilo jambo limezungumzwa na mimi nimeliona, sababu Masoud Othman alikuwa ni mgombea urais wa Zanzibar. Sahihi. Na
alishindana na Dr. Hussein Mwinyi, lakini aliyotokea kule sio yale ambayo tuliyotarajia. Umefanyika ubadhirifu mkubwa sana kule, umefanyika wizi wa kura na ushahidi mkubwa upo, na ndio maana mpaka leo unaona kwamba Othman Masoud hajakubali kuwa nafasi ya pili, sababu ingekubali kuwa nafasi ya pili leo ingekuwa ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo anavyosema Othman Masoud, amesema kama mwenyekiti kwamba amechukua maoni kwa viongozi kutoka chama na ameyafikisha katika umati kwamba hatambui. Na mimi kama kiongozi wa mkoa wa Tabora na mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo naungana na kiongozi wangu Othman Masoud Othman kutokumtambua rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lakini sio tu rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, na Tanzania huku kulikuwa kuna rais, sisi tulikuwa tuna mgombea wetu wa urais ndugu Luhaga Mpina, mpaka uchaguzi unaisha kesi bado iko mahakamani. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo uchaguzi umeisha tukiwa hatuna mgombea urais. Kwa hiyo na mimi naungana tena na mwenyekiti wangu kwamba tamko lile alilolitoa mwenyekiti Othman Masoud Othman ndio tamko la chama. Hajalitoa yeye Othman, kalitoa kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Sasa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo amezungumza hilo, mimi kama katibu wa mkoa na mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo ni lazima niliunge kwa 100% na kuwa naye pamoja. Siasa. Bwana, sawa. Natamani pia nifahamu katibu kwamba kipi ambacho unahisi ni shida ambayo inakwamisha demokrasia ya nchi ya Tanzania? Shida kubwa ipo. Viongozi walioko madarakani ndio wanaikwamisha demokrasia iliyopo katika nchi hii. Na nchi saizi haina demokrasia, ni kweli. Wewe umeyaona haya, sababu kila tukizungumza ni lazima turudi nyuma kwenye uchaguzi uliopita. Yaani tunaenda lakini tutarudi katika uchaguzi nyuma uliopita. Haki haijatendeka, demokrasia itapatikana wapi? Kuna vyama mpaka leo viongozi wao wako jela. Lakini mbali na hilo, sisi ACT Wazalendo ndio hivyo, mgombea wetu mpaka uchaguzi unaisha hajapewa haki ya kugombea kuwa mgombea urais. Chama kimeingia kwenye uchaguzi hakina mgombea urais. Demokrasia hakuna. Kuna baadhi ya maeneo wagombea wetu sisi tuna 1% kubwa tunaamini wameshinda, lakini wamenyang'anywa ushindi wao. Aidha hawajatangazwa, kura feki ziliingia kwenye maboksi, waliopiga kura walikuwa hawana sifa ya kupiga kura. Sasa demokrasia katika nchi hii haiwezi kupatikana mpaka watawala walioko madarakani waondoke. Na wakuweza kuwaondoa ni sisi wananchi. Nchi yetu bado ni nchi ambayo ina amani. Hatutaki kuwaondoa kwa njia yoyote, lakini tunahitaji tuwatoe kwa njia ya kupiga kura, watoke madarakani. Na njia ya kupiga kura na kura ipatikane kwa haki ni katiba mpya kuipata. Tukipata katiba mpya, karatasi ile tiki ya kwenye karatasi inaenda kumuondoa mtawala aliyoko madarakani. Okay, bana, sawa. Natamani pia nifahamu kutoka kwako katibu wa chama cha ACT Wazalendo hapa Tabora mjini. Hii sasa tunaizungumza kiafrika. Unahisi ni kitu gani ambacho kipi kifanyike ili siasa za Afrika ziende kidemokrasia zaidi na zisijikite sana kwenye migogoro? Tumeshuhudia juzi kati nchi za Afrika baadhi kama demokrasia haiko vizuri, kama siasa imegeuka kuwa migogoro. Unahisi kipi ambacho kinapaswa kifanyike ili tuweze kurudi kwenye hali ya kawaida kwamba siasa isigeuke kuwa vita? Hayo unayosema kwa Afrika ndio yapo na hapa Tanzania. Kwa mwisho wa siku kuna wale mabeberu ambao kwa mfano ukiangalia Uganda yuko Museveni pale. Haki haitendeki. Kuna siku moja nimepitia wakati nasoma, yule aliyekuwa akigombana naye akishindana naye mgombea wa rais, yani mpaka muda ule, yani mpaka siku ile kwamba anaishi kwa hati. Kwa hiyo ili demokrasia iweze kupatikana, yani hizi nchi zetu za Kiafrika, kwamba ni lazima kuna baadhi ya mifumo iweze kubadilishwa. Na mifumo hii ikibadilishwa, demokrasia itapatikana. Kuna nchi mfano ukitazama mpaka leo hii hapa Tanzania, kwanza Tanzania ukiangalia chama tawala kinapewa sapoti na vyombo vya ulinzi na usalama. Yani chama tawala ili kiweze kushinda
vyombo vya ulinzi na usalama viko nyuma yake. Sasa na hii yawezekana ikawa iko Uganda, ikawa ipo Kenya, ikawa iko South Africa, ikawa katika mataifa mengi ya hapa Afrika. Lakini mifumo ikiweza kubadilika, ina maana haki inaweza ikapatikana na demokrasia inaweza ikapatikana. Lakini kubadilika kwa haya, kuna mataifa ambayo yanatuangalia sisi, hasa katika kipindi cha chaguzi. Yawe makini sana, yasiwe yanasubiri kwamba jambo ndio limeshatokea. Kwa mfano hapa Tanzania, wakati tunakaribia kuingia kwenye chaguzi, yapo maneno ambayo yalikuwa yakizungumzwa. Vipo vitu ambavyo vilikuwa vikileta uashiria kwamba chaguzi zinaonekana kwamba zinaweza zikawa sio nzuri. Kwa hiyo haya mataifa ambayo sisi tunayategemea hasa katika masuala mazima ya kisiasa, yana haki ya kuja kuchunguza mapema kabla ya jambo kutokea. Mimi nadhani kabisa kwamba ungepatikana udhibiti mzuri au uchunguzi mzuri hata katika Tanzania juu ya chaguzi ambazo tulizozifanya Oktoba 29, sidhani kama maafa yangetokea. Na hata yale mataifa yanayokuja yasije kwa mgongo wa kukiangalia chama kimoja, yaje kwa ajili ya usimamizi wa kuitafuta demokrasia katika nchi ambayo ilofika. Na hili ni jambo la baadhi ya nchi nyingi sana hapa Afrika. Tunalia sana. Tanzania tunalilia hivi, Uganda tunalilia hivi, Rwanda wanalilia hivi, Kongo wanalilia hivi. Kwa hiyo kuna shida sana katika Afrika. Kwa hiyo iko haja tuweze kupata support kutoka katika nchi ambazo zinaweza kusimamia hili jambo ili demokrasia ikapatikana.